tunayafanya ambayo yanahusu kupinga ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Tumejulisha kuwa madhumuni ya mafunzo haya ni kujifunza, tafakari na kuwajengea uwezo wa namna ya kukabiliana na jambo hili la ukatili wa kijinsia na changamoto ambazo zinaendana na somo hili la ukatili wa kijinsia. Jambo hili limekuwa katika vyombo mbalimbali vya habari kila kukicha, kama sio kila siku, lakini kila wiki lazima uone tukio la ukatili wa kijinsia. Tukio la mwisho nilosoma jana, naamini labda ni la wiki iliyopita, kwa Kilimanjaro, ni tukio lilitokea eneo la Kibosho. Bibi wa miaka 90 amefanyiwa vitendo vya ukatili na kijana ambaye ni jika kama mjukuu wake, kiasi kwamba bibi yule aliumia kisaikolojia, lakini kimwili pia alidhurika, na kutokana na umri wake hata yale aliyoyafanyiwa hakujua ni nini amefanyiwa, lakini anajua kuna maumivu sehemu zake za maeneo mengine. Na ukifikiria jambo hili linaumiza sana. Ndio maana nasema ni jambo ambalo sasa kwenye jamii linaendelea kuzoeleka, ingawa tunalizungumza, lakini bado matukio haya yanatokea mara kwa mara. Kwa hiyo jambo, nitaomba kipindi hiki mtakachokaa hapa kutafakari jambo hili, mimi nafikiri kitu muhimu pamoja na yote ni kujaribu kuainisha chanzo cha haya mambo ni nini. Kwa sababu tunatokea vijana wadogo wanafanya, watoto wa shule wanafanyiwa vitendo hivi, watu wazima wanafanya, watu wazima wanafanyiwa vitendo hivi, watu walioko maofisini wasomi wanafanyiwa vitendo hivi, lakini hata ndani ya taasisi zetu za dini vitendo hivi vinafanyika. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji umakini kwenye kuliangalia kwamba tiba yake itakuwa nini, na ili uweze kupata tiba ni kuweza kuangalia maeneo yale, vyanzo vyake ni vipi, ili labda kujaribu kuangalia hatua muhimu za kuchukua. Na naamini haliwezi kufanyika na kundi moja. Kuna sababu ya ushirikiano wa viongozi wa jamii, viongozi wa dini na upande wa serikali pia. Kwa hiyo mimi sio mtaalamu wa jambo hili, lakini tulikuwa na kikao cha bodi kule Dar es Salaam cha hawa wenzetu wafadhili wa huu mradi wa NCA, na walitoa progress report, maendeleo ya mradi wao, na hususan kipengele hiki cha ukatili wa kijinsia. Bado haujaweza kudhibitiwa na takwimu zinaonyesha kwamba jambo hili halijashuka. Labda mwezeshaji na mtaalamu wa NCA atazungumzia takwimu, walifanya M&D, unaweza kuona kabisa kwamba jambo hili bado halijaweza kudhibitiwa, na kwa maeneo mengine linaendelea kukua. Kwa mimi ni waombe tu mtakapojadili na yale ambayo mtatoka nayo ya namna ya kuweza kudhibiti jambo hili, kama maeneo ya uongozi wa kanisa, uongozi wa serikali, uongozi wa jamii, yale maeneo ambayo yatahusika nayo kwenye udhibiti, naomba msisite kutafuta namna sasa ya kufikisha taarifa hizi ili jambo hili pia liweze kudhibitiwa. Jambo ambalo pia naona linakuwa tatizo ni utoaji wa taarifa. Matukio haya yanatokea sana, yanatokea hata maofisini kwetu, lakini ule utoaji wa taarifa haupo kwa sababu mbalimbali. Kuna wanaogopa kutoa taarifa, wataadhibiwa. Pengine mambo haya yanafanywa na wakubwa, viongozi, lakini unakuwa ni vigumu sana aliyefanyiwa kutoa taarifa. Kwa hiyo watu wanakaa nayo moyoni na yanawaharibu vichwa pia, kwa sababu hayaleti amani katika fikra za watu.
Kwa hiyo ni kitu very complicated. The way I see it, it is very complicated. Sisi kama viongozi tunayazungumza, lakini yako ndani mwetu. Sisi viongozi wa dini tunayazungumza na kukanya, lakini tumezungushiwa pia wavu kwenye jambo hili, na sasa jamii na wale ambao hawakuelimika na wale walio kwenye ulevi na hata wasio na ulevi, haya mambo yanafanyika. Ni mambo ambayo yanahitaji kweli kuzungumzwa kwa undani na kwa uwazi, ili niwaombe mjaribu katika kujifunza na kushirikiana uzoefu wenu, muweze sasa kutoa ushauri nini kifanyike. Najua hatua za kutekeleza hatutaziweza wenyewe, ni ushiriki wa makundi mbalimbali na hasa serikali pia itahusika kwenye kuhakikisha. Lakini upande wa dini, elimu ya kiroho, naamini inaweza kusaidia kulainisha watu kuweza kujua makusudi ya Mungu kutuumba sisi binadamu ni nini. Kwa hiyo naomba niseme hayo machache, niwaachie wataalamu waongoze kwenye mambo haya, lakini mambo yanatukera kwenye jamii, ni mambo yanaleta aibu. Nilipoona ukibosho wale wamama wanaelezea, wengine wanashindwa hata kusema ni nini kimetokea, lakini wengine kama yule bibi alisema hata hajui, kuna watu wamemfunga tu mikono, amejikuta anaumwa, wamemfanya mpaka mkono ukavunjika, akitaka kujikwamua mkono umevunjika, lakini alivyotendewa hajui ni nini, lakini maumivu anayo na mateso anayo. Sasa binadamu kwenda kwa bibi mwenye miaka 90 na kumfanyia haya mambo, kwanza unamfikiria yule binadamu yukoje? Lakini ni vijana wako tu wazuri wanatembea. Sasa sijui wameathirika namna gani kiakili, lakini ndio nasema naomba mlizungumze kwa umakini. Ni jambo ambalo kwa kweli litaturudisha nyuma na kuharibu sana maadili ya jamii yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunatekeleza miradi mbalimbali ambayo ni ya kijamii, community project, zinazohusu hasa maendeleo ya jamii, zinazohusu uchumi, zinazohusu mahusiano ya dini mbalimbali, zinazohusu haki za binadamu na zinazohusu masuala yale yanayohusu unyanyasaji wa kijinsia au tunaita GBV, gender based violence. Kwa siku ya leo tumekuwa hapa Uhuru Hoteli kwa ajili ya mafunzo ambayo yataendeshwa kwa siku 4 ambayo yameandaliwa na wenzetu wa Norwegian Church Aid Tanzania kwa kushirikiana na sisi, na tumehusisha viongozi wa dini, tukahusisha pia na wale ambao ni viongozi kwenye vikundi vya huduma ndogo za kifedha, lakini pia na paralegal. Paralegal ni wasaidizi wa kisheria ambao tulishawapa mafunzo jinsi ambavyo wanaweza kupokea mashauri mbalimbali kwenye jamii na kuyafanyia kazi. Wenzetu wa Norwegian Church Aid Tanzania wamekuja na mafunzo haya maalum ya siku 4 ya kujengea uwezo wenzetu hawa ili kuhakikisha kwamba ili tatizo ambalo lipo kwenye jamii yetu kwa wakati huu la unyanyasaji wa kijinsia ambalo linakuwa siku baada ya siku kwenye jamii. Kuna masuala mengi ambayo yanatokea kwa watoto wa kike, kwa watoto wa kiume, kwa wanawake na kwa wanaume, na mengine yanaonekana wazi wazi mbele za jamii. Kwa hiyo ni jukumu la viongozi wa dini, ni jukumu la wale ambao wanapewa mafunzo kupata mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia wao kama viongozi wa dini na kama viongozi wa vikundi mbalimbali, lakini pia kwa kutumia maandiko matakatifu ya Qur'ani na maandiko matakatifu ya Biblia inasemaje kuhusu maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu ni ya thamani kubwa sana. Kuanzia pale kwenye bustani ya Eden, Mungu alipomuumba mwanadamu na kumpulizia pumzi ya uhai, basi
alihakikisha kwamba mwanadamu huyu katika mazingira aliyomweka ataishi kwa furaha, ataishi kwa amani na atawajibika kwa Mungu wake. Lakini sasa vinatokea vitendo ambavyo vinasababisha maumivu ndani ya maisha ya wanadamu wenzetu, ikiwa ni watoto wa kike na wa kiume, ikiwa ni wanaume na wanawake. Na hivi vitendo vinasababishwa au vinatendwa na wanadamu wale wale ambao wanadamu hao wana dini zao, wengine Wakristo, wengine Waislamu. Kwa hiyo sisi kama kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania tunaona tuna wajibu kwa kufuata maandiko matakatifu ya Biblia. Mtakumbuka hata Bwana Yesu alipelekewa mwanamke mmoja ambaye walimshtaki wakasema, huyu amefanya hili na lile na lile. Bwana Yesu akawaambia, anayeona kwamba huyu amefanya dhambi, basi hao wa kwanza kumtupia jiwe. Kuna wenzetu ambao wanatupiwa mawe mengi, lakini wale wanaotupa mawe ukiwachunguza vizuri utakuta na wao wapo kwenye trendi hiyo hiyo. Kwa hiyo ni vizuri sana sisi kama kanisa na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba wenzetu, wanadamu wenzetu, kuanzia watoto, vijana, kwenye taasisi zetu za kidini tunaendelea kutoa mafundisho ya kuhakikisha kwamba mwanadamu ana haki ya kuishi. Mwanadamu huyu ana stahili zake na ana heshima zake, na utu wake lazima uheshimiwe pasipo kupokonywa kwa namna moja au nyingine. Kuna vitendo vya ukatili vinavyofanyika kwenye vijiji vyetu. Juzi tu hapa unasikia habari ya ubakaji unaofanyika kwa vikongwe, unasikia kile na kile na kile. Kwa hiyo sisi ndio jukumu letu. Kwa hiyo wenzetu wa Norwegian Church Aid Tanzania kwa kushirikiana na sisi KKKT Dayosisi Kaskazini, idara ya uwakili na miradi, kwa basi kwamba tutoe mafunzo haya kwa viongozi wachache wa dini kutoka kule Arusha, kutoka Manyara, hapa Kilimanjaro, na wale ambao ni wasaidizi wa kisheria paralegal, ili wanapokutana na kesi za namna hii waone ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza kupaza sauti zao kwenye nyumba za ibada kwa kupitia maandiko matakatifu na kwa jamii, ili vitendo hivi ambavyo vinatokea visitokee au angalau viweze kusitishwa na wanadamu waweze kufurahia maisha kama ambavyo Mungu alikusudia. Nitokea Paralegal Rombo, ni msaidizi wa kisheria. Masuala yaliyopo Rombo ni haya masuala ya ulevi, ndio yanaleta ukatili katika familia za watu mbalimbali. Lakini tunawashauri makanisani, kwenye mikutano, tunawashauri kana kwamba ukatili kama huu umesababishwa na mambo ya ulevi. Tukipunguza ulevi Rombo, lazima mambo yataenda. Na wazee wengi wameacha majukumu yao, wameachia wanawake majukumu na watoto. Kwa hiyo tunapowashauri, baba, humu na vikundi vyenu, hata ukinunua kuku moja ikitaka unaweza kuwa na pesa yako mfukoni, sio kutembea na kulewa na kutukana familia. Uwe kama baba mlezi katika familia yako. Kwa hiyo naona baba wengi wameshaunda vikundi vyao. Sasa wanakuwa tegemezi katika familia. Kile kusema baba hawezi, baba wanaweza, mama wanaweza, hakuna asiyeweza. Ukiangalia sana mambo yaliyoko Rombo, mauaji mengi, watu kwa vile hawataka kufanya kazi. Mtu anapewa eneo lakini sasa ananyemelea kule. Juzi tarehe 8 wameua tena pamoja kwa sababu ya shamba. Alipewa dada yake, sasa anataka ulagae. Mtu tena dada yake pale kwenye lile eneo. Alipoenda juzi Ijumaa na watu wake, badala ya kutafuta serikali kama tulivyowashauri, wameenda wenyewe kwa sababu ya kukwepa majukumu ya kutoa zile fedha ambazo wale baraza la ardhi linakuja linatolea kisa yako, lakini yeye akapuuza, akachukua majirani, ndio akapata hasara, akauawa. Amefia hapa KCMC juzi tarehe 8. Kwa hiyo majukumu mengi, watu wataki kufanya kazi zao, wanaangalia tu vya wengine. Kwa hiyo tumeshawashauri, tunatoa mafunzo kila wakati. Kwa siku ya leo, yani tumejua mambo ule uoga tuache. Tu wajaziri katika mambo yetu na kuwafundisha watu. Mtu asikwambie kusema hiko kumlaana. Hakuna cha laana kutoa ukweli. Ni zamani walikuwa wanasema ukisema mambo haya utapata laana kwa baba au kwa kaka au kwa shemeji. Yaani kwa sasa kuna mambo iko wazi. Njoo kwa siri tuambie, tupeleke mahali panapostahili, tunapeleka dawati, unajisemea pale mambo yako ya msingi unayapata. Watu wengi wameshatufahamu, kwa hiyo wanatuhitaji. Sehemu zote wanatutafuta. Kwa sababu tumeshawatangaza makanisani, bado tuna vitambulisho tunavyovifanya na kwamba tunaenda kazini kwa ujasiri, sio kana kwamba kwa uoga tena kama zamani.
Kwa hiyo tuko huru, na wale wasichana walioko huko ambao wamezaa pata watoto wao huko hawajui pa kwenda, wanatembea na watoto kufua nguo, kufagia, maana wanaume wamewatelekeza. Tuliwaita, tukawakalisha chini, tukamwita yule kijana kwa siri, akaja, tukampa ushauri, akakataa, tukamwelekeza pa kwenda, ameitwa. Sasa wale wasichana ambao walikuwa hawajui pa kwenda, walikuwa wanatunza watoto wenyewe kwa nguvu zao, na vijana wanapata uhuru. Sasa hivi pale mkuu stawi wanaenda kuchukua haki zao za msingi pale, kila mwisho wa mwezi wanachukua fungu la mtoto, japo wanajishughulisha na mambo yao. Kwa hiyo tunaona kana kwamba semina ya leo tena imetufundisha tena vizuri, hatuna tena uoga. Tunaenda kuwafundisha wasichana wote na vijana jinsi ya kuishi, na wazee jinsi ya kuishi, na wale wajane wanaonyanyaswa na haki zao za msingi. Msichana ana haki sawa na mwanaume. Kwa hiyo kwa leo mimi nimeona nimepata kwangu yamekuwa ni faida kubwa sana kwa siku ya leo. Kwanza nimejifunza kujua kabisa jinsi na jinsia na nini cha kwenda kukifanya kule kwenye jamii zetu, tukizingatia jinsi na jinsia. Lakini mafunzo yote kwa sababu yamelenga ukatili wa kijinsia. Ni kweli ukatili wa kijinsia upo sana, hususa kwenye eneo letu la mkoa wa Kilimanjaro, maeneo ya kule vijijini na hata mijini. Lakini jamii yetu imekuwa ina uoga wa kutokuwa wawazi kuzungumza, na mambo mengi yanayotokea wanayofanya ni asili wakati yanawaumiza. Lakini kupitia mafunzo ya leo, kwanza mimi binafsi ameshanijengea uwezo kwamba natakiwa niende nikatoe elimu ambayo itamfanya mwanajamii asiwe na ile hali ya kujionea aibu kuficha. Japo tumeambiwa kwamba kuna matendo ya ukatili yanayofanyiwa labda mtu na baba mkwe au mtu na kaka au baba na mtoto, lakini kumbe tunachotakiwa ni kuwa wawazi pasipo kuficha ukatili wa aina yoyote, na kuwasaidia wale ambao wanafanyiwa ukatili, na pia hata uwezo wa kwenda kusema kwenye vyombo labda vya sheria, wanaogopa. Ni jukumu langu mimi kupitia mafunzo ya leo kwenda kuwashauri kwamba yule ambaye labda anaogopa, wengine ni walemavu wanafanyiwa ukatili, lakini kwa kupitia mafunzo ya leo nimeona kabisa na nimejifunza kumbe kuna umuhimu wa mimi kuhakikisha kwamba nampeleka kwenye vyombo husika kwa ajili ya kupata msaada zaidi wa kisheria. Na kwa kule kwetu maeneo ya jimbo la Kilimanjaro Kati, Kibo Paraligo, sisi kuna dawati la maafisa maendeleo ya jamii ambao ndo tunashirikiana nao na maafisa ustawi wa jamii kila siku ya Ijumaa. Kwa hiyo na sisi tunakaribishwa kwenda kutoa maoni, changamoto tunazokutana nazo, wale ambao ni wahanga waliofanyiwa ukatili, kuhakikisha labda ni wangapi wamekuja na wanasaidiwaje. Kwa hiyo pia serikali kupitia maendeleo ya jamii, hususa afisa ustawi wa jamii, wanatupa ushirikiano sana mkubwa wa kuhakikisha kwamba hata sisi Paraligo ambao tuko KKT tunapopeleka mashauri kuwaelekeza jamii ambao sisi ndio tumewaelimisha kwamba umefanyiwa ukatili huu, ni nafasi ya kwako kwenda kuzungumza kwenye vyombo vya sheria, wameshatuelewa na huwa wanatupa sana ushirikiano.